tena wa Burundi wapatie njia mwende mtupiganishe. Mnakoma. Hapa mnafika mikono ya maimai. Kama Burundi tuko bajirani juu batuangamize, tunataka jewe ndi mfuata foto. Jewe ndi mkongomani uri munyarwanda. Uri munyarwanda. Watakaswere nyoko mwana wambuga. Ona mapua zabo mrefu ba imbecile. Hapa njoo mnafika sasa kumwisho sasa. Alibatia moro ya division juu mukose nguvu. Kamanyola enyanya. Kamanyola enyanya. Kamanyola enyanya. Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye taarifa zetu za habari katika siku ya leo. Tukiwa ni tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Karibu sana kwenye channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Leo tuna habari nyingi sana ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Habari ambazo zinazopatikana maeneo za Kamanyola, pale ambapo watu wawili wameweza kupigwa masasi usiku wa kuamkia leo tarehe 13 pale pa Kamanyola. Lakini habari zingine ambazo tutakazozungumzia siku ya leo ni kwamba Kamanyola ile M23 AFC M23 wameweza kufanya meeting yao pamoja na raia maeneo yale kwa kudanganya zaidi raia. Unajua wao wakifanya vikao ni kawaida yao ni kudanganya tu raia na kuambia wana uwezo wa kukamata Kongo mzima na wataendelea na vita, kitu ambacho si kweli kabisa na hawana nguvu ya kufanya hata jambo hilo, huku wengine wakizidi kukamatwa na maimai ambao wanajulikana kwa majina ya wazalendo. Lakini habari zingine takribani Wanyarwanda au M23 13 mpaka 20 wamekamatwa, wako mikononi kabisa mwa maimai ambao wanajulikana kwa majina maarufu kama vile wazalendo, maeneo za zone ya Fizi, wakiwa wanajielekeza maeneo ya Minembwe wakiwa na watoto wao pamoja na waume zao na familia kubwa kabisa, huku vita ikizidi kuendelea maeneo mengi sana ya Minembwe, maeneo mengi sana ya DRC. Lakini habari zingine tukawakwenda kuzungumza siku ya leo ni kwamba Kamanyola masasi imeweza kupigwa zaidi usiku wa kuamkia leo tarehe 13. Usiku wote ilikuwa ni hatari sana, watu wa Kamanyola mpaka kukafariki vijana wa kutosha kama wawili vinakuendelea maeneo za Kamanyola. Channel ni Mteba TV, endelea kusabone, endelea kusubscribe, like, comment, endeshea kwa watu wengine, utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa channel yako bora ya Mteba TV. Kama unataka kujua habari nyingi za DRC, habari ya ukosefu wa amani, habari mbalimbali za Kongo, basi endelea kujabone kwenye channel hii ya Mteba TV, utakwenda kujua habari na kupata habari zaidi kutoka channel yako ya Mteba TV. Lakini habari zingine tutakazokwenda kuzungumzia katika siku ya leo ni kwamba maeneo ya Goma, ndege ya wanajeshi kabisa wa MONUSCO imeweza kuonekana angani paka raia kufurahi zaidi, kwa sababu ni miezi ya kutosha, karibu ni miezi 5 ndege haijaonekana angani kabisa, lakini imeweza kuonekana angani na ujumbe mkuu sana umeweza kuingia maeneo za Goma na watu wengi wakaanza kuongea mambo mengi sana, wengine kusema ni M23 wanaondoka, wengine wanasema mambo mengi sana. Lakini channel ya Mteba TV tutakwenda kuambia kila ambacho kitakachoendelea maeneo zote za Goma na Bukavu na maeneo mengi sana ya vita. Karibu sana kwenye channel yako bora ya Mteba TV. Kama ni mara kwanza kuingia, endelea kusabone, utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa channel yako ya Mteba TV, habari kamili. Wanyarwanda takribani 15 mpaka 20 wameweza kukamatwa na maimai, huku wakiwa wanajielekeza maeneo za Minembwe. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, ni kwamba wameingia mikono mibaya sana ya maimai wanaojulikana kwa majina sasa hivi wanaovuma kama vile wazalendo, lakini wao ni maimai wanaopatikana zone ya Fizi. Wanyarwanda wameweza kukamatwa na familia zao wakilikuwa wanajielekeza maeneo za Minembwe. Unajua sisi tukiongea jambo watu nakupa habari ambazo ziko sahihi, habari ambazo zipo na tuna video zake na tutakuwekea video. Tulia tu hapo, endelea kufuata channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Tulia tu, tutakuwekea video uende kuona na kusikia kitu ambacho au mambo ambayo wazalendo wanakwenda kuzungumza dhidi ya hawa M23, kwa sababu sasa hivi kila Mnyarwanda sasa hivi ni adui kabisa, pamoja na wengine
kwa kawaida ya mkongomani. Sasa hivi ni paka kabisa na panya, paka na panya. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yako bora zaidi ya Wazalendo ya Mteba TV. Namba zetu za simu ni alama kujumulisha 859 ni Mteba TV. Hizo namba unaweza kurekodi matukio popote ulipo na kuweza kutufikishia hapa kwenye ofisi zetu za Mteba TV, na tutakwenda kama yatafaa basi tutakwenda kutangazia wengine kwenye mitandao ya kijamii popote ulipo, ukiwa Goma, ukiwa Bukavu, ukiwa popote. Chochote ambacho M23 wanafanya na au matukio yoyote yale unaweza ukarekodi au kututumia voice kupitia namba hiyo, na sisi haina budi kuitangaza mbele ya watu wengine. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yako bora zaidi ya Mteba TV, wamekamatwa Wanyarwanda wakiwa wanajielekeza maeneo za Minembwe na familia zao. Yani wameingia kwenye mikono mibaya sana ya wazalendo, na usitulize kama itakuwaje. Wewe mwenyewe tu una majibu. Yani wamekamatwa ili waende kuunga wa ndugu zao mkono kule maeneo za Minembwe. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, yani wao hawaoni kama Kongo kuna vita, hawaoni kwamba wazalendo wamesambaa kila fasi, hawaoni kwamba mai wako kila fasi. Wao ni kutoka tu Rwanda kuingia Kongo, kutoka tu Rwanda kuingia Kongo, alafu wameenda kuingia kwenye zone mbaya zaidi, zone rouge, zone ya Fizi, zone ya Uvira, zone ambazo hazingiliki. Zone ya Uvira wala Fizi haiko Goma wala Bukavu. Zile ni zone mbaya sana ambazo wewe kama ni Mnyarwanda tunakusanua na kukwambia kwamba ange sana kuingia kwenye hizo zone ovyo. Hebu tazama video ambazo tumekuandalia hapa na usikilize maneno ambayo wazalendo wameweza kuambia awa AFC M23 kutoka Rwanda. Wengine wanapitia Burundi, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Wengine wanavuka na mitumbu, wengine wanavuka na magari, wengine wanaingilia Goma, wengine wanaingilia Bukavu, wanataka tu kwenda Minembwe. Kwa hiyo njia zao zimefungwa na wamekamatwa na mai kabisa. Hebu tufuate video hii fupi kabisa hapa kutoka channel yako bora ya Mteba TV, alafu tutakuja kurejea tena kwenye habari zingine zinazojiri hapa kupitia channel ya Mteba TV. Tufuate, tutakuja kurejea. Mnatuchokesha sana. Jinsi tu kuishi maisha tunaishi mkongo nyinyi mnafurahia. Njoo mkaulomba njia muende mtuangamize. Leo ndio mwisho wenu, leo mnafika leo ndio mwisho wenu. Maimai ndio mnaunga mikono yake. Maimai iko mzalendo, haiko FARDC, shitu wa maimai. Mnatukosesha amani sana, mnatukosesha amani. Batoto wote kesho unja atanipiganisha huyu. Kesho unja atanipiganisha huyu. Mnakoma sasa. Mnaanza negotiate na Waburundi wapatie njia mwende mtupiganishe. Mnakoma. Hapa mnafika mikono ya maimai. Kama Burundi tuko bajirani juu batuangamize, tunataka jewe ndi mfuata foto. Jewe ndi mkongomani uli Munyarwanda. Uli Munyarwanda. Wakaswere nyoko mwana wambuga. Ona mapua zabo mrefu ba imbecile. Hapa njoo mnafika sasa kumwisho sasa. Amupande amrudie Rwanda na muende fasi. Hapa njoo mwisho sasa. Atulale juu yenu. Angalia huko wewe msenzi wewe. Angalia huko imbecile. Kwa kupiga wewe koma no komazike mtoto wa imbwa wewe. Mtoto wa imbwa. Ona na babibi yabo wote hapa. Babibi yabo ndipo pia lomba njia. Bananza tupenda tutunganishe na Baburundi porque tupigane na Baburundi tulumizane. Juu vitu havina maana. Mimi niko maimai, mtakoma na mtakomazika. Si chargere mwa tunapigana na chargere moja. Ona bibi yake huyu. Babibi yabo hapa. Njoo hapa. Kisha huko asema Corneille Nanga huko asema atufai kazi. Wewe chunga tuaona hapa ni Kongo Mwefizi hapa kwetu. Kongo Mwefizi. Corneille Nanga wewe shikaze tu na Kabila. Tuko tu nyuma yako na chetu ayuo. Chezea kule kwa chezea hapa hapana. Hapa hapana. Biti yao yote hivi walikuwa bashaanza panda kabisa, wanapenda waende. Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji, baada ya kurejea na kusikiliza habari hizo za kutoka kwenye zone rouge ya Fizi, ndugu msikilizaji, ni ya kwamba hao wanasema ni maimai, na hao
vikosi hivi vyote ni mwisho. Mmesikia wanavyozungumza, ni mwisho. Hawapandi wala hawashuki, na wengine wanakuwa wanapitia kwenye njia ya Burundi, wanaomba njia, wanavuka ili waende kupiganisha wakongomani. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, hapo ndio mwisho wa hizo familia. Kama ni ndugu yako, basi wewe angalia tu, angalia na muwafate mahali walipo. Wamekamatwa mikono mibaya sana ya maimai. Unasikia wanawakwambia wao sio wazalendo, wao sio ni maimai. Wale ambao ndio wenye majina yao na kila ambacho kinachoendelea pale DRC Congo. Wanyarwanda mnataka nini ndugu msikilizaji? Hayo ndio maswali ya watu wengi sana. Kila siku kukicha Mnyarwanda anapenda kuingia Kongo, kukicha Mnyarwanda anapenda kuingia Kongo, mara jigeuze Mnyamrenge. Sasa hawapendi kutulia, sasa wanapenda kushika silaha na wanazamiria kwamba watakamata Kongo. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, na hapo wametoa ujumbe, Maimai wametoa ujumbe mkali na kusema kwamba Corneille Nangaa achezea anakochezea. Na wakina Bisimwa na wakina siju Kabila Joseph huko Kanambe wachezee huko, lakini hapana zone ya Fizi, kwamba haiko zone ya kuchezea pamoja na Uvira. Hizo ni zone rouge. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yako bora zaidi ya Mteba TV, tunakupaga habari za kweli, habari ambazo zipo makini, zilizochunguzwa na zilizochakatwa kwa Kiswahili cha kisasa kabisa. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Lakini tunapoendelea na taarifa zingine, taarifa zingine maeneo za Kamanyola kumefanyika vitu vingi sana tangu jana mpaka siku ya leo. Tangu jana mpaka siku ya leo ni kwamba AFC M23 wameweza kufanya kikao cha kudanganya kabisa raia. Lakini pia tuwashukuru wale ambao hawakufika. Hakuna mzalendo ambaye anaweza kafika kwenye vikao vya M23. Hakuna mzalendo ambaye anaweza kafika kwenye vikao vya M23. Tusidanganyane. Mzalendo haweza katoka kwake aende kwa M23, wala mzalendo haweza kakaa maeneo ambapo M23 wapo. Mzalendo yuko ku front. Na ndio maana mnakaa mnaingia tu kwenye manyumba ya vijana, watu wazima mnaua eti ni wazalendo. Wazalendo hawaikai pale, mnaua tu vijana bure. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, watu wawili wamefariki usiku wa kuamkia leo le 13 maeneo za Kamanyola. Kulikuwaje? Naam, kulikuwaje? Tutakwenda kukwambia kila ambacho kimeweza kujiri maeneo nzima za Kamanyola. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, hebu tufuate kwanza maneno machache sana ya kikao kile cha AFC M23 maeneo za Kamanyola, jinsi wanavyodanganya watu, alafu tutakuja kurejea tena hapa kwenye mitambo yako bora zaidi ya Mteba TV, ambapo tulikuwa tunakupakulia habari mbichi kabisa. Cha kufanya tu endelea kusubscribe, like, comment, share au sabone, na uendelee kupelekea kwenye magrupu mengi zaidi, ujumbe utembee kabisa duniani kote. Tufate habari kutoka Kamanyola kwa kile kikao cha M23, alafu tutakuja kurejea tena hapa tukupe habari. Usibanduke kwenye TV yako wala kwenye simu yako wala kwenye kompyuta yako. Tuangalie tukuja kurejea. Alibatia moro ya division juu mukose nguvu. Kamanyola enyanya. Kamanyola enyanya. Kamanyola enyanya. Enyanya. Leo inaomba tutobole. Shida zenye mulipata hapa Kamanyola ni za ajabu. Bariere, mataxe, civile. Mdogo wangu anaoea, sitasema ni nani mdogo wangu anaoea hapa Kamanyola. Ule chef de système anasema ni mkwe yangu, ni beau frère yangu. Unasikia? Jina langu Mutabazi François. Unasikia? Mimi nawapenda sana. Tunaendaka filisema kama siaenda Kamanyola na Minembwe sitasikia raha. Tutapiga Uvira, lakini kama mimi nafika hapa, mimi napita hapa niko naenda Uvira, mulisikia nilifanya mitingi Uvira na sikufanya hapa Kamanyola, hamtafurahi. Ndio. Bongo kweli? Ndio. Watoto wa Kamanyola mkuwe na nguvu. Mimi ni mkubwa wenu, mimi mzazi wenu, msiogope kitu. Kuna movement iko na nguvu, kapi haiko rebellion, ini revolution na iko determine kugomboa nchi nzima. Tutakamata nchi nzima. Hatukia tu Kamanyola, Sud Kivu, hapana. Hakuna mtu atatubagua tena, hakuna mtu atatugabula tena.
hakuna mtu atatunyanyasa tena na hakuna mtu atatusukuma. Mimi nitafanyizisha leo mariage ya population na raia. Mariage ndio kusema nini? Population ndio nilileta hapa Kamanyola. Sitaki nisikie ule soda ule komanda haelewa. Na ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yako bora zaidi ya Mteba TV, nafikiri huwa tunakuletea habari ambazo zipo na uhakika, habari ambazo zipo ambazo hausikii popote mpaka hapa tu kwenye channel yako ya Mteba TV. Kwa cha kufanya, endelea tu kujabone, endelea kushare, endelea kufanya mambo mazuri, kwa sababu na sisi hatutabanduka hapa, tutazidi kukupa kila kinachoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kila ambacho kinaendelea duniani kote. Ni kwamba maeneo za Kamanyola, ndugu msikilizaji, M23 wamefanya kikao kama ulivyosikia. Hayo ni madogo tu ambayo tumekuwekea, lakini kama ulivyosikia tu kwa udogo, ni kwamba wanataka tukutisha watu na kusema nyanya. Wameweza kufanya nyanya hapo, lakini pia itakuja kurejea kuwa habari zingine tofauti kabisa maeneo za Kamanyola. Wakasema kwamba mabariere mengi sana Kamanyola, sijui watu wanawatesa hivi. Watu wanaoteseka, ndio maana sisi tunasema kwamba hapa wanadanganya kabisa mchana. Wanadanganya, na watu ambao hawana akili watakwenda kufuatilia kwa sababu wanasema wametuambia ukweli. Wanasema kwamba watu walikuwa wanateseka Kamanyola. Watu walikuwa mataksi mingi. Wanajisema wao, kwa sababu ukiangalia maeneo za Goma taksi ni nyingi sana. Nyumba yangu mimi najenga, nyumba yako unajenga, unailipia taksi. Kila gorofa $100, kila chumba unalipia taksi. Ndio wao wanadhibiti taksi maeneo za Goma na Bukavu. Watu mpaka wanalia, mpaka Iju kule watu wanakufa, wanalia masuala za taksi. Kwani wao wanakwenda kusema pale sisi wazalendo wao wanatoka taksi, wazalendo wao wanakongoa taksi za hawafanyaki hivyo, wala FRDC hawafanyaki hivyo. Taksi ni kitu kinachotengwa kwa serikali na kiwango, lakini wao ndo wanatesa watu zaidi maeneo za Goma na Bukavu na huko kote. Alafu wanakwenda kudanganya wengine ambao labda hawajielewi, wanakwenda kusema kwamba sisi hapa Kamanyola tuna mabariere sana, tuna mataksi mengi. Uongo mtupu, wamewadanganya watu wa Kamanyola. Na kama hamtaki kufuatilia channel ya Mteba TV vizuri, basi mtadanganywa tu zaidi, na nyinyi wengine mtazidi kujiunga. Angalia si watu wamejitolea hapo, baadaye tena mtasikia. Sasa baada ya kikao kuisha, sasa walisema kuna amani. Usiku wakaanza kuingilia tena wale vijana ambao walikuwa pale. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, tena wakaanza kuingilia tena vijana ambao walikuwa maeneo yale ya mkutano na kupiga wengine masasi. Sasa kati ya ule mkutano ambao walisema kwamba walikuwa wanateseka, walikuwa wanawekewa mabariere nini na nini, usiku huo wao tena wakakuja usiku huo tena kuja kuua watu maeneo za Kamanyola vijana. Nafikiri kama unataka kujiunga na grupu langu la WhatsApp, basi unaweza kubonyeza tu maneno hayo kwenye kichwa cha habari hapo. Kuna linki ya WhatsApp pale, basi utakwenda kugusa uone. Tumeweka video hiyo ya maiti ya wale ambao wameweza kufariki na kupigwa masasi kwenye grupu letu la WhatsApp. Grupu hilo unabonyeza tu pale, utaingia tu pale na kwenda kuona kila ambacho kinachoendelea, kwa sababu hatuwezi tukaiweka hapo juu, ni maiti na vitu vingine. Ndugu msikilizaji, wamepigwa masasi usiku, na usiku mzima masasi iliweza kulia baada ya kile kikao. Sasa kuna maana gani? Kikao kinafanyika, watu wanakufa kwenye vikao. Kikao kinafanyika, watu wanashinda, hawana amani. Usiku mzima watu walikuwa wanapigwa tu masasi nini na watu wanakufa namna hili. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yako bora ya Mteba TV, wanadanganya watu kwamba watapiga Uvira. Hamna uwezo wa kupiga Uvira. Waliwaambia kwamba Bukavu mlionga pesa, Goma mmeonga pesa, lakini kule kwingine msichezee. Huo ni moto kotea mbali. Hapo mmedanganyana kabisa nyinyi kwa nyinyi maeneo zile za Kamanyola, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Lakini habari zingine ambazo zipo maeneo za Goma, ndege ya MONUSCO imeweza kuonekana angani. Wana Goma wengi wameweza kufurahi kuona ndege tu kupanda. Ni miezi ya kutosha samani, ni miezi ya kutosha ndege haipandi maeneo za Goma, lakini wengi wameweza kufurahi. Lakini pia ni ujumbe wa Umoja wa Mataifa ambao umeweza kufika maeneo za Goma. Tutakwenda kuchambua au tutakwenda kuongelea habari hizo
kwenye taarifa zetu za habari zingine zitakazokuja, kiwezekana tu panapo majali, hata kesho, hata leo pia inaweza ikakuja, ili tuchambue walifuata nini maeneo za Goma na kitu gani kinachoendelea. Tutakwenda kuambia kila ambacho kinachoendelea. Lakini pia kumeweza kuonekana gari nyingi sana, Saratoga kwa lugha nyingine, au mabisi zile kubwa kubwa ndefu ndefu ite, zikiwa zinazunguka maeneo za Goma. Kila mtu tumeona anaandika M23 wanaondoka, mwingine anaandika wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wanaondoka, kila mtu anaandika mambo yake, mwingine anaandika wakimbizi wanaenda. Lakini hizo ni gari ambazo zimefanya kazi maalum ya kuhamisha wakimbizi ambao walikuwa maeneo za Goma, ambao ni Wanyarwanda, ambao wameweza kurudia kwa Rwanda, na ndio maana zile gari zimeweza kuja maeneo zile za Goma na kuchukua wale wakimbizi kurudisha maeneo za Rwanda. Hatutaongea sana kuhusu ile kwa sababu unajua kila mtu ashalizungumza na nini, mambo ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo tumeiachia pale. Channel yako ni Mteba TV ambayo inakupa habari. Mimi majina yangu naitwa ni Mteba, na tukiwa tunakuandalia habari nyingi kutoka DRC, maeneo za Goma, Bukavu, Uvira, Kongo mzima, tukiwa tunakusambazia habari. Tukutane tena panapo majaliwa. Majina yangu naitwa ni Mteba. Chao.